Bwana Yesu apewe sifa. Mtumishi wa Mungu, mtoto wa Mungu, karibu tena tujifunze katika somo letu zuri ambalo linalozungumzia imani katika wokovu. Imani katika wokovu wako. Amen. Kwa nini tunajifunza habari ya imani katika wokovu? Wengi sana tumeamini, hata nikiwepo mimi zamani. Kuna wakati mpaka nilikuwa nawaza hivi, imani maana yake nini? Mbona naamini lakini mbona sipokei? Ni swali ambalo nilikuwa nikijiuliza. Huyo mimi ni moja, lakini wako watu wengi sana wenye maswali ambao hawana majibu, kwamba ni kweli anaamini lakini mbona apokei? Na wakati mwingine unakuta kuna watu wanashuhudia kile Mungu ambacho alichowatendea. Unaweza uko na sali naye, au wakati mwingine uko naye pembeni kabisa, halafu unashangaa mwenzako kapokea, halafu wewe unabaki vile vile. Ndipo swali watu wengi wanaanza kujiuliza, inakuwaje yule halafu mimi nisipokee? Kwa mimi sina imani. Kuna wakati mwingine unaweza ukakutana na watu, au wakati mwingine akawa ni baba yako wa kiroho akakwambia wewe huna imani, au mtu akakuombea alafu baadaye anakuambia wewe huna imani. Amini. Hasa unaanza kujiuliza, naaminije? Mbona naamini? Imagine umetoka nyumbani kwenu, halafu unaenda kwamba naenda kukutana mtumishi wa Mungu, naenda kuombewa, au naenda kuhudhuria ibada, naenda kupokea, lakini unarudi kama ulivyo. Ukirudi mara ya pili ya tatu, mtu anakuambia wewe huna imani. Hasa unajiuliza, imani gani? Kama mbone kuhudhuria kila kitu, kama kusoma neno unasoma, kama maombi naomba, sasa inakuwaje mimi sina imani? Hilo ni swali ambalo hata mimi nilikuwa najishangaa. Pengine hata wewe uko namna hiyo. Sasa nataka tujifunze kwa habari ya wokovu katika imani. Imani katika wokovu au wokovu wako. Imani asilimia kubwa inatambulikana au inaweza kuanza kutenda kazi kwa kiwango ambacho hata wewe mwenyewe unaweza kuanza kujishangaa. Ni kwenye eneo la utendaji, hata kwenye kumpokea Roho Mtakatifu, kumpokea hata kwenye kunena kwa lugha, ni kwenye utendaji. Maana yake hata watu wa Agano la Kale, Mungu alianza kuwatendea baada ya wao kutendea lile kazi, neno kile Mungu alichowaambia. Sasa ndio maana watu wengi sana tuna imani, ila kwenye matendo tuko nyuma. Tunamwamini Kristo, tuna uwezo kuhudhuria maombi, au tuna uwezo kuomba, ila kuliamini lile neno ni virahisi, ila kuliingiza kwenye matendo inakuwa ni ngumu sana. Kuna vitu vidogo vidogo vingi sana ambavyo vinakutaka wewe utende. Sasa vile vitu ambavyo ndivyo vinaweza sasa vikalidhoofisha lile neno lilolipokea. Unaweza ukahubiriwa na neno ukalifurahia kabisa kwenye moyo wako, lakini sasa kwenye kulitendea kazi ukatoka pale ukasema, leo mahubiri yalikuwa mazuri, leo nimesoma neno mwenyewe, nimesikia raha, nimesikia furaha, ila kwenye kulitendea neno kazi baada ya wewe kulisoma, sasa unakuta watu wengi imekuwa ni mtihani, ni kibarua. Angalia katika Agano la Kale, watu ambao Mungu aliowaonekania ni baada ya wao kulitendea kazi neno. Angalia wakati Mungu anawaambia wauzunguke ule ukuta, wakati wanazunguka, halafu deni wanaanza kushangilia. Sio kwamba ukuta ulianguka baada ya kumaliza mzunguko, no. Walianza kushangilia hata ukuta ulikuwa bado haujaanguka. Ndicho Mungu anachokutaka wewe ulitendee kazi namna hiyo neno, kwamba neno likisema kuponywa, neno likisema mafanikio, wewe uanze kulitendea kazi lile neno kana kwamba tayari umekwisha kulipokea. Hiyo ndio maana
ya kutendea kazi, maana yake uone majibu, uone matokeo hata kabla hujaanza. Yaani wewe uone matokeo, ushangilie, ufurahie. Hii ndio maana tunajifunza imani katika uokovu wetu au uokovu wako. Anza kufurahia lile neno, anza kutendea kazi lile neno na ufurahie. Angalia watu wengi leo, kuna watu ambao anaweza akaokoka leo na akatendewa leo. Kwa nini mtu anaweza akakaa miaka mingi ndani ya huduma asitendewa, akabaki kama alivyo? Akaja mtu leo ndani ya huduma na akapokea, wewe uliopo kila siku ukabaki kama ulivyo. Ushawahi kujiuliza maana yake nini? Yule anayekuja leo, lile neno analipokea kwa msisimko, kwa kiu, kwa shauku, kwa hamu kubwa. Ona, na Yesu alisema kwenye Mathayo, heri wenye kiu na njaa ya haki, Mathayo 5. Ona, sasa ile kiu watashibishwa. Kwa Mungu huwa anaijaza ile kiu, anaishibisha kiu ya mtu. Sasa ndio maana unawezaje kulitendea kazi lile neno? Wewe liingize. Yule mtu anayekuja leo huwa anapokea, akiambiwa umepona anajiona hivyo. Lile neno la mtumishi linaanza kusaundi ndani yake, linaanza kupiga kelele, wewe ni mzima. Sasa ndio maana sasa hii ni imani katika nini? Sasa uokovu. Hebu endelea kufuatilia somo hili na Mungu akubless.